Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mererani, Yesu anawapenda. Yesu anawapenda watu wa Mererani. Amewapenda. Yesu amewapendelea. Sikiliza, watu wengi hata katika jioni ya leo hawajapata neema hii, lakini kesho ni marehemu. Lakini wewe umepata neema. Umepata neema ya kuzisikiliza hizi habari njema za ufalme wa Yesu. Vua makolokolo ulionayo, umwamini Yesu kuwa na Bwana Mwokozi wako. Sikiliza nikwambie, vua uzinzi na ukahaba ulionao. Usione aibu, njoo kwa Yesu. Yesu atakusafisha. Umezini sana mwanamke, sikiliza nikwambie, hata uwezi ukawakumbuka wanaume uliozini nao kwa sababu ni wengi. Lakini Yesu, ukija kwa Yesu, Yesu atakufutia dhambi hizo zote, hatazikumbuka tena. Hatazikumbuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe. Amen. Tunamtangaza Mungu aliye hai, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu mwenye enzi na mamlaka yote, Mungu anayependa tuishi kama anavyotaka, kwa sababu alituumba kwa sura na mfano wake. Hatuwezi sisi kujiumbia sura nyingine, maana wewe tayari umeshajiumbia sura mbalimbali. Umeweka na viheleni kwenye masikio yako, umeweka na vicheni kwenye masikio yako, tena ukajiumbia na malasta, tena ukavaa na nguo zilizobana, tena ukaweka na mpasua nyuma, tena ukaweka na kasketi kafupi ili wanaume wapate kukuona na kukutangaza. Sikiliza nikwambie, Yesu wetu hayuko hivyo, maana unapofanya hivyo ni biashara, matangazo. Sikiliza nikwambie, Waswahili wanasema kibaya cha jitembeza, lakini kizuri cha chiuza. Kwa Yesu mabinti zetu wanauzika, hata wamama wako vizuri, sio kama wewe unayejiuza. Sikiliza nikwambie, umejitembeza, lakini hakuna hata ambaye anakutazama. Hata wanapokutazama wanatamani wakuchezee, halafu wakuache. Umekuwa kama dampo, umekuwa kama shimo la takataka, yaani wanamwaga takataka zao humo. Sikiliza nikwambie, umeteseka sana. Yupo Yesu, ukimkabidhi Yesu maisha, ataondoa hiyo kiu ya dhambi. Shimo lako atalifukia, atalisiliba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Mungu. Mwamini Yesu katika jioni ya leo. Bwana Yesu anaokoa. Bwana Yesu ana uwezo wa kukausha uovu wote. Bwana Yesu ana uwezo wa kukausha dhambi ulizo nazo. Yesu ana uwezo wa kuondoa kiu ya dhambi inayokutesa muda mrefu. Yesu ana uwezo wa kukutoa katika mateso ulio nayo. Ni mgonjwa wa madonda ya tumbo. Sikiliza, matumbo kwa Yesu yanaponyeka. Madonda ya tumbo Yesu anayaponya. Hata mimi nilikuwa na madonda ya tumbo, lakini Yesu aliniponya bila vidonge vyovyote. Yesu akaingiza damu yake ndani yangu, nikapona kabisa. Madaktari wamekwambia hautapona. Hata wanapokupa mavidonge mengi, huwezi ukapona, kwa sababu Yesu anakuhitaji uje umpe maisha apate kukuponya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Yesu wetu ni mzuri sana. Yesu wetu ni mzuri sana. Yesu wetu ni mzuri sana. Yesu wetu ni mzuri sana, ni mzuri sana. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, nikwambie mtu wa Mungu, njia hii ni nyembamba sana. Kama hauamini kwamba njia hii ni nyembamba, ni mpaka ujikane, uamue kutoka ndani ya moyo wako. Angalia hawa wanaopita wakina Budagala, utaona kesho watakavyojazana watu nini. Yani watu wanaenda kununua shimo la kuzimu kwa pesa zao, wanaenda kununua dhambi kwa pesa zao. Sikiliza nikwambie, hizi nyimbo za kidunia unapozisikiliza na kuzitazama, kama wewe kweli umeokolewa na Bwana Yesu, ni dhambi mbele za Mungu, kwa sababu pale anayetukuzwa sio Mungu, ni shetani. Alafu wewe unaenda pale eti unasema si ni kawaida tu kusikiliza nyimbo. Ndio maana nimekwambia hivi, tunamtangaza Yesu wa kweli, Yesu original. Hatutangazi mafeki walioyaeneza
Mungu wa kweli. Mungu awabariki watu wa Mungu.